Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa hii ya Vizoza Media. Kama ndo mara yako ya kwanza basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Bibi Niffer kesi yake imeshaweza kuwa ngumu na wengi wao waliweza kufunguka vitu vingi kuhusiana na hii kesi. Tuliweza kuona Mange Kimambi aliweza kutusanua toka muda na kusema kwamba kesi ya Bibi Niffer ni ngumu sana yeye kuweza kutoka, na leo hii unaweza kuona Bibi Niffer ameshindwa kuweza kutoka gerezani, na hii ni baada ya kuweza kushtumiwa kesi ambayo ya uuzaji barakoa ndiyo iliyomsababisha mpaka yeye kuweza kufikia huko. Weza wake 20 wameweza kuachia, ila kuna watu wawili ambao waliweza kubaki, Niffer akiwemo na mwenzake mmoja. Hawa watu inasemekana kwamba kuna vitu vingi ambavyo vilivyowafanya wao waweze kuendelea kubaki, na wengi wao waliweza kusema kwamba hata hivyo kwa kesi ya Bibi Niffer inalazimika kuweza kubaki kwa sababu Bibi Niffer alikuwa na kesi nzito kuliko hao wengine. Kutokana na mambo ambayo yanayoendelea kwa kipindi hiki, tumeweza kuona mama mzazi wa Niffer alivyoweza kutoa machozi baada ya mtoto wake kuweza kurudishwa rumande, na wengi wao waliendelea kumwonea huruma. Lakini baada ya Niffer kuweza kurudishwa rumande, watu wengi waliweza kumwonea huruma, kisha akasema kwamba Rais Samia aliweza kufunguka na kusema kwamba wale wote wafungwa wanatakiwa wote waweze kutolewa. Sasa inakuwaje Bibi Niffer ameweza kurudishwa tena rumande, na sheria zote zimeshaweza kuwekwa sawa, na kama alivyoweza kusema Rais Samia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, hivyo yatupaswa kuweza kuachia wale wote ambao waliweza kuwekwa rumande. Sasa inakuwaje Bibi Niffer tena aweze kuweka rumande? Lakini kwa mujibu wa mwanasheria, Bibi Niffer amedai kwamba Niffer anakabiliwa na kosa la kuweza kushawishi kuweza kuuza barakoa, yani uuzaji wa barakoa. It means kwamba barakoa hizo zilikuwa zinawashawishi watu waweze kuandamana ili kuweza kuwazuia katika masuala mazima ya kuzuia mabomu ya machozi. Lakini tuliweza kuona watu wengi waliweza kulipingia hili, na wengi wao wakimtetea Bibi Niffer kwa tukio ambalo aliliweza kulifata, na wengi wao waliweza kusema kwamba kuna kitu kabisa hapa hakiko sawa, hivyo hatupaswa kuweza kuwa makini na kuweza kuhakikisha kila kitu kwa upande wa Bibi Niffer kinakwenda kuwa sawa, kwani kwa hichi kinachoendelea kiukweli kinahuzunisha na kinasikitisha, kwa sababu watu wengi waliweza kutarajia siku hii ya leo wanarudi na watu wao majumbani. Sasa inakuwaje tena leo hii bibi huyu harudi na wazazi wake majumbani? Hili jambo limeweza kuumiza watu wengi, na wengi wao waliweza kufunguka vitu vingi, kisha akasema kwamba kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza katika haya maisha, na sio kila kitu mtu unatakiwa kuweza kukurupuka kuweza kukifanya. Mfano mzuri ni Bibi Niffer, yeye alifanya tu kama utangazaji, lakini mwishowe likaja kuwa tatizo tena, hivyo hatupaswa kuweza kuwa makini kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Bwana, mambo ni mengi sana. Mimi nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara yako ya kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Vizoza Media, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwa ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy katika kila update ya video ambayo tunayoiweka hapa. Mimi sina la ziada, wacha nikutakia siku njema na kazi njema, tukutane next time. Bye bye.